Hello beautiful ladies wa Zamakale Fashion page. Karibuni tena katika page yetu pendwa ambayo inawaletea mitindo mbalimbali ya magauni ya vitenge. Magauni haya yanaweza kuwa marefu, yanaweza kama mafupi, lakini yote ni kwa ajili ya kuweza kuwaleteni upana wa nyinyi watazamaji wangu kuweza kuchagua kitu gani ambacho ni kizuri, ambacho kwa namna moja au nyingine kwako kitakufaa. Yes, ni mwendelezo wa kuwaleteni magauni mazuri ya vitenge, magauni ya kanga. Ni mitindo mbalimbali ambayo inahusu mwanamke wa Kiafrika. Yes, mitindo ya Kiafrika kwa mwanamke wa Kiafrika. Hili ndio jukumu letu kuweza kukupatia wewe kama kipenzi chetu, kama mtazamaji wetu. Sasa kwenye video hii nimeweza kuandalieni mitindo mbalimbali ambayo video hii ina part 1 na part 2 yake, na hii ndo part 1 yake ambapo tunakuletea magauni mazuri. Tunakuletea blouse, skirt na blouse, magauni ya kina Mama Monica, Mama Jimmy, Mama Jefty ambayo kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakipenda sana mitindo hii bwana, tunaweza tukaigawa kama nilivyosema awali. Kuna magauni mafupi, kuna skirt na blouse, lakini pia kuna mitindo ambayo kwa namna moja au nyingine kadri tunavyoendelea tunapiga pale pale kwenye mshono. Ni fashion mpya. Tunakuletea mitindo ambayo ni mpya. Hatukuletea kitu ambacho ni outdated. Tunakuletea kitu ambacho ni brand new. Ni mitindo ambayo kwa kweli madesigner wetu wanaendelea kuonesha kwamba vazi la kitenge ni vazi ambalo linaheshimika na linathaminiwa na linaendelea kuongezwa ujuzi kwa ubunifu wa mbalimbali ambao umekuwa ukiendelea kuoneshwa na madesigner mbalimbali katika bara Afrika. Kwa hiyo huu ni mkusanyiko wa madesigner mbalimbali wa kile ambacho wameweza kukifanya na kuweza kutumia sanaa yao sahihi ya ushonaji na kuweza kuwaleteni magauni mazuri. Kwa nategemea sana kwenye comment nitaweza kuambiwa ni gauni gani zuri ambalo limeweza kukuvutia na ungependa kulishona mwaka huu kabla hujaweza kuisha. Na lengo lake ni nini? Ni kuweza kukupatia kile kitu ambacho kwa namna moja au nyingine kitaupendezesha moyo wako na kuweza kupata chaguo lako sahihi. Ni kipi ambacho utakuwa umekichagua. Tunavyozungumzia fashion ni kile kitu ambacho mwanamke ukikivaa kwa namna moja au nyingine unakuwa comfortable mbele ya watu au mbele ya wanawake wenzio. Ukiona unavaa nguo na bado unakuwa hauna confidence mbele ya watu, manake hiyo fashion unakuwa umeivamia na sio fashion yako. Kwa sisi tunakupatia kile kitu ambacho kitakuongezea comfortable mbele ya jamii au mbele ya watu. Na mitindo hii mind you, mitindo hii ni mitindo ya heshima. Yani hata kama ni magauni mafupi, lakini gauni ambalo unaweza kalivaa sehemu yoyote, yani occasion yoyote unaweza kaivaa na watu wakakupa respect na hautapoteza heshima yako. Ndio magauni haya wanaweza kavaa mwanamke wa aina tofauti tofauti. Ni uwe una umbo, usiwe na umbo, uwe una tumbo, usiwe na tumbo, unaweza kushona kamshono haka na ukapendeza. Japo kuwa kuna baadhi ya mitindo ambayo mwanamke unatakiwa kuchagua kile ambacho kinakupendeza, kwa sababu sio kila mtindo unakupendeza. Ndio maana nimeamua kutengeneza video ambayo ina zaidi ya dakika 5 ila kuweza kuonesha magauni mengi mazuri ambayo magauni mengi ambayo yatakupatia upana wa kuweza kuchagua kile ambacho unahisi kwa namna moja au nyingine kitakupendeza. Ndio, ni magauni mafupi mazuri kabisa ambayo najivunia kuweza kutengeneza video hii na kuweza kuwaleteni. Kwa ni mkusanyiko wa magauni mbalimbali. Kama wewe ni mama mjamzito, wewe unapenda kuvaa magauni ambayo kwa namna moja nyingine yasibane mwili wako, basi hiki ni kitu ambacho unaweza kukivaa kwa mwaka huu wa 2025. Lakini mitindo hii pia tunaenda nayo mpaka 2026 kwa sababu ni mitindo mipya na bado haijaenea katika jamii yetu. Kwa hiyo ningekuomba unipe ushirikiano wako kwa kuweza kuangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini usisite kutoa maoni yako hapo chini kwenye comment
kwa sababu maoni yako tunayahitaji sana. Weka comment yako, tuambie uko sehemu gani na gauni gani ambalo umelipenda, na je, ungependa mwaka huu au kabla hujaisha au mwakani tu focus kwa aina gani ya magauni ambayo kama wewe ungependa kuendelea kuyaona. Na kama utapenda kushona magauni haya, basi tunakukaribisha kwenye inbox yetu uweze kutuambia, na tutaweza kukuunganisha na designer moja kwa moja na uweze kupata kitu hiki, kwa sababu mishono na umbo, lakini tunasema mishono ni pamoja na kuweza kupata fundi ambaye ni mzuri, ambaye atakupatia kulingana na mwili wako. Asanteni, na pia nawakaribishe kutazama video ya pili. Bwana Yesu, ninahitaji msaada wako, nimekwama, naomba univushe. Tena Yesu, nikumbate kwa mbawa zako, wendo Baba, naomba univushe. Magumu yote nayopita Baba nishindie, unipiganie kwa zako nguvu, mengine yanaumiza moyo Dadi nishindie, unipiganie kwa zako nguvu. Niko katikati ya maji yenye kina kirefu, nanyosha mkono juu, naomba univushe. Nimetembea naona mlima mrefu, wendo gongo langu, naomba univushe. Univushe Bwana, univushe leo, univushe Bwana, univushe Yesu leo, univushe Bwana, univushe leo, univushe Bwana, univushe ngambo ya pili, univushe yenye Bwana, univushe leo, univushe Yesu Bwana, univushe leo, univushe Bwana, univushe Bwana, univushe. Ni wewe Yesu ulowavusha Wanaisraeli bahari ya Shamu wakawa salama. Ni wewe Yesu ulomvusha Danieli kwenye shimo la simba akawa salama. Ni wewe Yesu ulowavusha Meshaki, Shadraki na Abednego kwenye moto akawa salama. Ni wewe Yesu ulomvusha Nuhu kwenye gharika la maji wa safina akawa salama. Hata mimi leo mtumishi wako Baba, univushe niwe salama katika mapito yote nipitayo Baba, univushe niwe salama. Magumu yote nayopita Baba nishindie, unipiganie kwa zako nguvu, mengine yanaumiza moyo Dadi nishindie, unipiganie kwa zako nguvu. Niko katikati ya maji yenye kina kirefu, nanyosha mkono juu, naomba univushe. Nimetembea naona mlima mrefu, wendo gongo langu, naomba univushe. Univushe